Nimeeleza historia hii ili uelewe kwa nini Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu imewaita na kuweza kutoa tanbihi ya ujumbe utakaokuwa na anwani ukumbusho na tahadhari juu ya mambo yanayoendelea katika nchi yetu. Ndugu zangu mnaofuatilia, baada ya kuyaeleza haya machache, tutambue kwamba wahadhiri katika nchi hii tuko takriban 3500 ambao tunapatikana katika mikoa mbalimbali, na tunaendelea na shughuli zetu za kawaida za kufanya kazi ya kueneza Uislamu ndani ya misikiti, lakini pia tunafanya kazi hiyo katika mihadhara, katika maeneo ya wazi na katika debate mbalimbali katika kumbi. Tunataka tuyaeleze haya ili uelewe yale tunayokusudia kuyaeleza na kuyakumbushia uweze kuchukua katika uzito wake na uweze kuchukua katika uhalisia wake. Sisi wahadhiri tumekuwa chachu katika nchi hii katika kila mambo mazuri ambayo jamii yetu inahitajia, na pale ambapo tunapoona katika namna tunayoendea kuna lugha haifahamiki, tunatafuta lugha nyingine mbadala ya kuelekeza katika jamii yetu hiyo. Nitakupa mifano iliyokuwa hai. Huko zamani ilikuwa ibada za swala kwa vijana ilikuwa watu wanafanya kwa woga. Mihadhara ndio ilikuwa chachu ya kuwahamasisha Waislamu kujitokeza katika ibada, tena katika umri wa kijana. Na kama hilo halitoshi, tulikwenda mbali zaidi kuwatambulisha Waislamu watambue thamani yao na watekeleze majukumu yao katika imani bila ya woga wa aina yoyote. Tulifanikiwa kulifanya hilo na tuliwafikia baadhi ya Waislamu na kuwaelekeza, na ndio utaona kwamba tuliweza kufika mahala hata Muislamu aliyoko katika ofisi za serikali aliweza kujitambua na kuvaa kanzu siku ya Ijumaa na kwenda msikitini wakati unapokuwa umefika. Jambo hili katika nchi yetu ilikuwa sio jambo linalozuiliwa, lakini ile nidhamu ya woga iliwafanya baadhi ya Waislamu hata kutekeleza majukumu yao, na kama atakwenda siku ya Ijumaa kazini atalazimika avae suti au shati tu ili aweze kwenda kwa siri, asijulikane kwamba yeye ni Muislamu. Haya tuliyafanya, na tuliyafanya kwa mujibu wa sheria na wala hatukuvunja sheria, na leo alhamdulillah tunaona mawaziri mpaka katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaingia na kanzu na wamevaa kofia vizuri, kama ni vazi lenye heshima katika taifa letu. Ndugu wanahabari, ndugu zangu Waislamu na unifuatilia, na ndugu wa Tanzania popote mlipo, baada ya kuwapa picha hiyo ya majukumu tuliyokuwa nayo kama wahadhiri, sasa tuelekee katika nukta ya pili katika sehemu ya kwanza, ambayo tutagusia namna gani Waislamu walivyoshiriki katika harakati za kisiasa hapa nchini kabla ya uhuru na baada ya uhuru. Hilo likupe picha kwamba hatukuwa waoga katika kuhakikisha kwamba tunatafuta njia za kupata ukombozi ili taifa letu lipate kuwa huru. Ndugu zangu, tuna mashekhe kadhaa ambao ni kielelezo, kama vile Sheikh Kaluta ambaye yeye alikuwa ni mtu maarufu na alishiriki katika siasa, alikuwa ni mwandishi maarufu na alifanya kazi hiyo kwa ufanisi. Leo tunataka tumweke katika rekodi Sheikh Alhaji Kaluta Amri Abedi kwa historia yake ya kushiriki katika masala ya kisiasa hapa nchini. Lakini tunaye mwanachuoni Sheikh Hassan bin Ameri Shirazi. Huyo alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, alikuwa akifanya kazi ya kufundisha, alikuwa akifanya kazi ya da'wa, lakini hakuacha kuwahamasisha Waislamu kujitambua, haswa katika kushiriki masala ya kisiasa. Wakati ninaozungumza ni wakati ambao Waislamu walikuwa mpaka misikitini wanakaa wanajadili mustakbali wa kisiasa, namna gani nchi yetu itapata uhuru.
haya yataka yabaki katika rekodi ili tuweze kuyafahamu mambo yaliyo muhimu. Lakini Sheikh Suleiman Takadiri alikuwa amejitahidi sana katika hii pwani ya Dar es Salaam na Tanga kuhakikisha anafanya da'wa, anawahamasisha Waislamu wajitokeze katika kushiriki masala ya kisiasa kama njia ya kulikomboa taifa letu kupata uhuru. Lakini vile vile Sheikh Shaban Robert ambaye yeye alikuwa ni mwandishi lakini pia alikuwa mhamasishaji wa masala ya haki, uhuru, utu na kupinga aina zote za dhulma, yeye alijitokeza na bila ya woga aliyafanya haya katika nchi yetu. Mashekhe ni wengi, lakini tumalizie na Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi ambaye ni mwanachuoni mkubwa, naye pia alikuwa ni kielelezo cha harakati za kuhamasisha Waislamu kujitambua na kushiriki katika matukio ya kisiasa. Baada ya kukupa picha hiyo, sasa ni kueleze yaliyojitokeza kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi na yanayoendelea katika taifa letu. Ndugu zangu, kabla ya uchaguzi tulipata kusikia katika vyombo vya habari, katika mitandao ya kijamii, mahamasisho ya kitu kinachoitwa maandamano, kitu ambacho kwa namna ya kipekee tuliona kwamba lugha ambazo zinazoashiria kwamba uchaguzi hautokuwepo, lugha ambazo zinazoashiria kwamba kutanuka. Sote ni mashahidi, matukio haya kabla ya uchaguzi tulipata kuyasikia. Lakini matukio haya yalikuwa ni ishara na dalili ya uvunjifu wa amani nchini. Wapo baadhi ya viongozi wa dini walikemea, wapo baadhi ya viongozi wa dini walinyamazia, viongozi wa serikali walikemea na mfano wa hayo. Ndugu wanahabari, haya matukio ambayo yalitokea kabla ya uchaguzi ni matukio ambayo kwa nadharia ya nje kama sio mapya, kwa sababu maandamano yawe ya kisiasa au ya kidini yalishatokea, yalishafanyika huko nyuma. Lakini tofauti iliyoko kati ya haya maandamano ya uchaguzi mkuu na hayo maandamano yaliyotangulia, sisi kama Waislamu tuliwahi kuandamana kwa ajili ya kushinikiza watoto wetu wapate kuvaa hijabu mashuleni. Tuliandamana, tulifuata utaratibu. Unaomba kibali na hicho kibali unaweza ukapewa au usipewe, lakini procedure ambayo ipo, unapotaka kufanya maandamano utatoa taarifa ambayo inaoana na ujumbe tunaochukua, mabango kwamba tuna message gani tunaipeleka katika jamii. Lakini maandamano yenye kuelekeza mnatokea wapi, mnapoanzia na mnamalizia wapi, hii ndio sura iliyoko katika taifa letu. Maandamano haya hayakuwa katika sura hiyo. Walioandamana hawakuwa na kibali. Ukiachilia kuwa na kibali, baadhi ya maandamano huko nyuma watu waliomba kibali wakakosa, kutokana na umuhimu wake wakafanya maandamano. Lakini maandamano haya hayakuwa na message. Waandamanaji hawakuwa na mabango wanafikisha nini katika jamii, athari ambayo mbele yake tumekuja kujifunza mambo makubwa. Maandamano haya, waandamanaji wametoka wakiwa na mawe, waandamanaji wametoka wakiwa na vipande vya nondo, vitu vyenye ncha kali, wanapiga vioo vilivyoko katika miundombinu ya serikali barabarani, wanashambulia magari ya kijamii na yale ambayo yaliyokuwa ya umma. Sura hii imetuletea picha tofauti ambayo sisi kama jamii, tukiwa kama umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania, tunakuja sasa tuwakumbushe ndugu zetu matukio haya na yanayoendelea
hayakuwa mazuri, hayakuwa na afya kwa mustakbali wa taifa letu. Maandamano haya yamekwenda mbali, tumeshuhudia katika vyombo vya habari mpaka maroli yaliyobeba bidhaa za kibiashara kama mbao, anazuiwa dereva, wanachukua mafuta wanatia kwenye mbao, wanataka kuwasha. Hebu tafakari ndugu yangu Mtanzania, huyu mfanyabiashara wa mbao amezuia haya maandamano sehemu gani? Au amemkwaza anayetaka kuandamana kupitia wapi? Lakini tumeshuhudia wafanyabiashara mbaya zaidi, wengi wao ni wafanyabiashara wa Kiislamu, sheli zao sio moja zimechomwa moto. Hii haina afya, haikukaa vizuri, haina rekodi katika maandamano yaliyotangulia, sio ya kidini wala sio ya kisiasa. Lakini baada ya kutokea haya, ndani yake yakatokea maafa makubwa, raia wa Kitanzania wakajeruhiwa, wakajikuta wengine wako hospitali, wengine wakiwa wamewekewa dripu, na wakielezwa taharuki iliyowakuta huko mtaani kwa mabomu yaliyopigwa, na mpaka anafika hospitali anauliza mara mbili, kwani kiliendelea nini baada ya tukio fulani? Lakini wapo waliopoteza maisha, watu ambao wengine hawakuhusika moja kwa moja katika hayo maandamano, lakini katika namna ya kudhibiti hayo yaliyokuwa yakiendelea, roho za watu ziliondoka katika tukio hili. Sasa katika jumla ya matukio yaliyotokea, sisi kama Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tunatumia fursa hii kwanza kutoa pole kwa wote walioathirika na matukio haya. Kama sehemu ya jamii ya Watanzania tunawapa pole, kwa sababu huu ndio utamaduni wetu tukiwa kama Watanzania. Lakini baada ya kumaliza haya, tumeshuhudia mambo mengi yakiendelea na taasisi nyingi zikitoa matamko. Mimi kama kiongozi wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania nitaanza na lile tamko la Baraza la Maaskofu wa Katoliki TEC, ambao wametoa waraka. Katika tamko lao wametaja vitu vingi sana. Miongoni mwa vitu walivyovitaja, wamezungumzia suala la uchaguzi na mapungufu yaliyojitokeza, wakazungumzia maandamano na mambo yaliyojiri, wakazungumzia mauaji ya kikatili, wakazungumzia mali zilizoharibiwa za umma na za watu binafsi. Haya ni miongoni mwa mambo kati ya mengi waliyoyataja katika waraka huo. Lakini katika vitu ambavyo nataka tujifunze, hawa Baraza la Maaskofu katika mambo waliyoyazungumza, kuna vitu vya kufanyia kazi. Miongoni mwa hivyo, kuna lugha zimetumika: taifa limejeruhiwa, taifa limepoteza heshima yake kitaifa na kimataifa. Lugha hizi zinaonyesha wazi baadhi ya mambo Baraza la Maaskofu TEC, Baraza la Maaskofu wa Katoliki hawakutafakari vizuri. Sisi tulitarajia kwamba wangeonyesha wazi mapungufu yaliyotokeza katika mambo ambayo yamesababisha watu kupata maafa na watu kuuliwa. Wangeonyesha yale mapungufu ili kesho na kesho kutwa yatakapotokea maandamano mengine, jamii ya Kitanzania yajifunze kwa mambo yaliyotokea. Tamko hili la Baraza la Maaskofu halikuainisha mapungufu, madhaifu yaliyotumika na waandamanaji katika maandamano. Hivyo basi, sisi kama sehemu ya jamii tunachokiona hapa, hawa Baraza la Maaskofu
kile walichokidai katika waraka wao, wanahitaji haki itendeke, hakuna msingi wa kweli wa kupigania haki. Na tuna evidence, yapo matukio kadhaa. 27 Januari mwaka 1995 palitokea mauaji ya wazi kabisa. Mashekhe baadhi waliokuwa wakitoka misikitini walipigwa risasi, na waandamanaji wa chama kimoja cha kisiasa hapa nchini walipigwa risasi, lakini Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania TEC hawakuchukua action yoyote, hawakutoa tamko lolote. Hicho ni kielelezo cha ubaguzi wa tamko lililotolewa na Baraza la Maaskofu. Lakini tarehe 12 na 13 Februari mwaka 1998 palitokea mauaji makubwa Dar es Salaam, maeneo ya Magomeni, msikiti wa Mwembe Chai. Waislamu walilalamika, vitabu vikaandikwa na kwenye internet ikawekwa. Baraza la Maaskofu wa Katoliki walikaa kimya, hawakuzungumzia chochote wala hawakuguswa na hayo. Lakini kama hili halitoshi, katika hii nchi yetu kuna matukio yalitokea. Serikali ya awamu ya 3 wakati wa Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, wakati wa maandamano wa chama fulani, yakatokea mauaji mpaka wakatokea wakimbizi hapa nchini. Kuna watu walikimbia kuelekea katika nchi jirani ya Kenya, na wengine walikwenda nje ya nchi, Canada, London na nchi nyingine duniani. Baraza la Maaskofu hawakutoa tamko lolote. Lakini kama hilo halitoshi, palikuwa na awamu ya 5 ya Mheshimiwa Magufuli. Awamu hii palikuwa na mambo ya kutisha. Nyi wanahabari mnajua, baadhi ya watu walifungwa midomo wasiseme, vyombo vyao visiripoti, lakini TEC hawakuchukua action yoyote. Kama hilo halitoshi, wakenda mbali zaidi. Palitokea shambulio la mbunge mmoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dodoma. Ni mwanasiasa maarufu, kashambuliwa na risasi zaidi ya moja. TEC mlikuwa wapi? Mbona hamkusema chochote? Haya na mengine mengi yanatupa sisi maarifa ya huu ukumbusho kwamba Baraza la Maaskofu wana agenda ya siri walioificha. Nimalize sehemu ya kwanza kwa kusema, pamoja na yote haya, mbele yetu tunasikia tena katika taarifa huko vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, kuna maandamano yameratibiwa tarehe 9 ya mwezi wa 12. Ikiwa ni kweli au si kweli? Ajabu kwanza ya maandamano haya, wanaoyaratibu wako nje. Dada yetu mmoja yuko Marekani na dada yetu mwingine yuko Kenya, wanaratibu katika mitandao ya kijamii. Sasa tutoe angalizo kwa Waislamu kwamba msijihusishe kabisa na haya mambo. Haya mambo hayana ukweli wa kile kinachotangazwa, na kama kweli wanahusika hawa wanaotuhamasishia nani wa Tanzania, si tunaomba dada yetu wa Marekani, rejea hapa Tanzania kabla ya tarehe 9 Disemba, na we dada yetu ulioko Kenya, rejea hapa Tanzania kabla ya 9 Disemba, tuje kushiriki wote haya maandamano. Haiwezekani lugha ya maandamano uiseme katika mtandao. Wewe unajua vile viungu vya jeshi la polisi vimetengenezwa kutokana na mti gani? Wewe unajua? Wewe unajua vile virungu vinapoingia katika mwili havina tabia ya kuvunjika, tabia yake unaijua hiyo? Sasa unakaa huko
ndugu zako wako salama, wazazi wako wako salama, unaambia Watanzania watoke tukinukishe, tuandamane. Hilo jambo sio jambo jema, na sisi kama wahadhiri tunawaasa Waislamu wenzetu, tunawaasa Watanzania wenzetu, na haswa wale ambao wa madhehebu yasiyokuwa Wakatoliki. Hawa Wakatoliki wana agenda. Hii agenda walionayo inaainishwa wazi, haikuonekana katika vipindi vilivyotangulia kusema chochote katika yale mabaya yaliyofanyika. Hivyo basi, kutokana na haya, yapo matamko ya viongozi wa dini yaliyokwisha kutangulia, lakini pia tumeona hutuba nzuri ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akionyesha kwamba anafungua mlango wa mazungumzo. Tunaomba Watanzania popote mlipo, kwa namna zozote za maumivu tuliyoyapata na athari zilizojitokeza, tutumie mlango huu kwa ajili ya kuwaweka Watanzania pamoja na kuweza kuipanga nchi yetu na kusonga mbele. Lakini pia mabaraza ya dini na taasisi za dini kwa matamko mbalimbali waliyoyatoa, tunaunga mkono kwa yale yote yanayohusu kukaa pamoja na kuzungumza na kukubaliana na si vinginevyo. Baada ya kuyasema haya, niwashukuru